Yesu asifiwe. Mungu akubariki kwa kuja. Tujipigie makofi kwa sababu ya upendo. Tumekuwa na wakati mzuri siku ya Jumanne. Tumekuwa na wakati mzuri siku ya Alhamisi. Na tulimwona Bwana, hili wingu lilikuwepo. Na tulipata wakati mzuri wa kububujika kwenye wingu. Kwa hiyo ni vizuri kuja kwenye hizi ibada za katikati, unapata muda mzuri wa kuingia kwenye lile wingu pale kwenye ule mlima. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ni vizuri ukishiriki ibada za Jumanne na ibada za Alhamisi, unalipata neno fresh. Mwambie jirani fresh. Sasa hapa natembea kama mwendo kasi. Haleluya. Mgeuke jirani, mwambie nimebarikiwa kukuona, pia umependeza. Tulizungumza kitu kizuri sana, tukasema usingizi. Usingizi, kila mtu anajua usingizi. Na tulipita kwenye maandiko na tukaona jinsi ambavyo watu wengi wamelala usingizi. Na ukilala usingizi, umshukuru Mungu kuwe na mtu wa kuweza kukuamsha. Lakini ukikosa wa kukuamsha ni shida. Haleluya. Sasa kuna watu wako hekaluni, wanampenda Mungu sana, lakini bado wamelala usingizi. Lakini leo tumekuja kukuamsha katika jina la Yesu. Na tumekuamsha ili ujue ya kwamba kuna umuhimu sana wa kuja ibada za katikati ya wiki, ili uendelee kuamshwa. Ndani ujue kuna lalaga. Ndio maana karama hata za rohoni Biblia imesema ziamshwe, zichochewe. Maana yake ni kuamshwa. Kwa hiyo tunapoendelea kulisikia neno na tukalikulia neno, tukazidi kusikia neno, utaanza kulipenda neno, na neno likikaa ndani yako, hakuna silaha inaweza kuinuka juu yako ikafanikiwa. Hakuna mchawi anaweza kukusogelea akafanikiwa, kwa sababu tayari utakuwa unalo neno. Haleluya. Lakini tunapozungumza usingizi, kwa nini usingizi? Kwa nini tuzungumzie? Tunazungumza usingizi kwa sababu ni sehemu ambapo watu wanaona kama ni sehemu ya mapumziko, ni sehemu ya kurelax, ni sehemu ambayo usiku mchana baada ya heka usiku unapata muda wa utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika usingizi huo kuna kulala kimwili na kuna kulala kiroho. Sasa sijui umelalaje. Na huo usiku wa usingizi, Mungu anaweza kuleta na kupitisha taarifa yake kwenye huo usingizi, eza kwenye ndoto au kwenye maono. Lakini leo nataka tusome kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza au hapo utasoma pia. Okay. Amen. Wafalme wa Kwanza ile sura 3 na mstari wa 16. Hii tuliona siku ya Alhamisi. Kwa hiyo tutakuwa tunarudia ipendezi. Jitahidi wewe unafika. Haleluya. Amen. Tuone jinsi ambavyo hawa watu walilala mpaka matokeo yake yakawa mabaya. Karibu. Ndipo wanawake wawili makahaba walimwendea mfalme wakisema, wakasimama mbele yake, ya mfalme. Na mwanamke mmoja akasema, alisema, Bwana wangu, mimi na mwanamke huyu tunakaa nyumba moja. Nami nilizaa nilipokuwa pamoja naye nyumbani. Kisha siku ya tatu, baada ya kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu naye, mwenzangu akazaa, na yeye akazaa. Na sisi tulikuwa pamoja, na sisi wote tulikuwa pamoja. Hapakuwa na mtu mwingine pamoja nasi. Hapakuwa na
mtu mwingine pamoja nasi nyumbani isipokuwa sisi wawili tu. Na mtoto wa mwanamke huyu mwanamke akafa usiku, maana alimlalia. Akaondoka kati ya usiku, usiku huo akamwondoa mtoto wangu ubavuni pangu, mimi mjakazi wako, nilipokuwa usingizini. Sema usingizini. Akamweka kifuani pake. Nilipokuwa usingizini. Na mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. Nilipoondoka asubuhi nimnyonyeshe mtoto wangu. Weka koma. Haleluya. Amen. Sasa nataka uangalie hii picha, katika picha yako wewe, kwamba hawa watu walilala kiasi gani, hawa makahaba mpaka mwanamke kumlalia mtoto uliyemzaa ni ngumu. Sisi wanawake tunaelewa, tena watoto wenyewe bado ni wadogo, yaani wamelala, ni wanaonyonya, saa zote unakuwa macho mwanamke. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaweza wakawa wako katikati yetu, wamelala usingizi, mpaka biashara yako inachukuliwa, mpaka mwili wako unaingiziwa magonjwa. Umelala usingizi, huoni, uko gizani. Usingizi tufananishe na giza. Sasa nikuulize, mwanamke amelala usingizini, huyu mwenzie aliposhtuka amemlalia mtoto wake, ile akili ya kujua kubadilisha aliitoa wapi? Hapo ndio tujue kumbe kwenye maisha yetu kuna vitu tunaweza kubadilishiwa. Kama tutalala, kama tutakuwa macho, lazima haki zetu zichukuliwe. Tunahitaji kuwa macho. Haleluya. Maana huyu mwanamke alipogundua mtoto wangu amekufa, kitu alichofanya, akaenda kwa mwenzie amelala, akamchukua mtoto wa mwenzie, akampeleka kwenye kitanda chake, akambadilisha nguo amvike za yule aliyekufa na kumbadilisha za yule aliye hai, kumvika yule mwingine. Ni kitendo cha muda gani? Ilikuwa ni process kabisa. Bado umelala. Wakati ulipolala mchana umepanda, lakini gundua usiku kuna watu wanaweza kupanda. Maana Biblia inasema walipopanda mchana, usiku kuna mwingine alitokea akapanda magugu katikati ya ngano. Kumbe tunaweza kupandikiziwa vitu ambavyo hatuna kwenye maisha yetu. Hakuna mtu ambaye ameumbwa jinsi ulivyo na magonjwa kabisa. Mungu alisema wote tuwe na afya kama vile roho zetu zifanikiwavyo. Sasa tukijiuliza haya maradhi yametoka wapi? Ni kwa sababu ya usingizi. Haleluya. Tunatakiwa kuamka. Mwanamke akamchukua mtoto akampeleka yule aliyekufa kwa yule aliye mwingine. Sasa mwenzie alipoamka tu, Biblia inasema ilipofika asubuhi, naomba Mungu na wewe asubuhi yako umuone Mungu kwenye maisha yako. Ilipofika asubuhi, Biblia inasema yule mwanamke alipomtazama sana mtoto wake, akagundua huyu sio mtoto wangu. Kumbe tunatakiwa kuna wakati tutazame, sio kutazama kwa kawaida, sio kuangalia tunavyoangalia. Sivyo tunaangalia kama daktari alivyosema kwamba wewe umeathirika, alafu unakubaliana na vipimo. Mara ngapi watu wanabadilishiwa? Tuliona hata kile kipindi rais wetu marehemu alivyochukua sijui papai, akalipa jina, vipimo vilivyoenda vikarudi, kumbe lile ni papai. Chukua mkojo, hata maji, peleka kwa daktari. Unaweza ukashangaa yale maji akaambiwa yana nini, UTI.
Kwa hiyo hivi vitu tusivikubali. Tunaweza kuvibadilisha pia. Kama kubadilisha shetani anaweza kubadilisha, pia hata Mungu anaweza kubadilisha. Ili mradi tu imani yako imestiki wapi, kwa Mungu au kwa shetani. Ukiamini, Biblia inasema yote yanawezekana. Amen. Umeambiwa una kansa. Ni kweli, madaktari wamesema una kansa. Ndugu zako wa karibu wamesema una kansa. Watu wamehakikisha una kansa. Unajisikia kweli unaumwa, dalili za kansa unazo. Lakini tukilisoma neno, haleluya, kama huyu mwanamke alipoamka, alipotazama sana, akagundua huyu mtoto sio wangu. Unaweza kutazama sana ukasema hata HIV sio ya kwangu, ukasema hata kansa sio ya kwangu, ukasema hata UTI sugu sio ya kwangu, ukakataa. Amen. Tumekuwa tukiumia sana pale ambapo umenunua maparachichi alafu ghafla yote yanakuwa malikuoza. Umeingiza pesa alafu ghafla ile pesa inapotea. Tumelala usingizi. Hebu tuamke kanisa, katika jina la Yesu. Yesu anaweza kufanya na kutenda. Amina kubwa. Walilala usingizi. Adui alipanda. Mwanamke alipotazama sana, akagundua huyu si mtoto wangu. Akaamka, akamfuata mwenzie. Mwenzie akasema, wewe usinizingue. Si unajua mtu akishaitwa kahaba, kuongea ni lazima iwe sehemu yako. Ukiitwa kahaba, uizi ni sehemu yako. Ukiitwa kahaba, yani dhambi zote ni za kwako, kwa sababu wanazimudu zote unazozijua dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanamke wakaanza kubishana. Ikabidi mmoja mwenye hekima akachukua nafasi kwenda kwa mfalme. Ni nafasi nzuri uliochukua kuja kwa nabii. Amen. Haleluya. Amen. Maana ungekaa nalo ungeuona. Lakini yuko Yesu anaweza kutengeneza. Yuko Yesu anayeganga mioyo. Yuko Yesu anayerejesha upya. Sikujua kama siku moja ninaweza kurudi kuhubiri kama ninavyohubiri. Tangu Lisa amefariki, nilijua tumaini limeisha. Kuna mtu unampenda mpaka unampenda tena. Haleluya. Amen. Nikajua basi imekwisha. Kumbe Mungu anaye nafasi nyingine. Uzuni ni sehemu yetu. Amen. Lakini Bwana ndiye faraja yetu. Amen. Anaweza kubadilisha. Leo nina raha, leo nina amani, leo ninamtumaini Mungu. Kwa sababu ninajua ni safari yetu sote. Na Mungu alinipa hili nisiogope kufa. Amen. Haleluya. Amen. Tunaogopa kufa kwa sababu hatujafiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukio likikutokea ndio unajua kumbe inakuaga hivi. Haleluya. Amen. Ndio maana hata Alhamisi baba aliongea kwa uchungu wa ndani, akiwa katika maombi akituongoza, na sisi tukazama katika roho, tukamuona Bwana akiwa anazungumza. Ile sauti ya ndani ikisema, wako wa mama ambao wamepotelewa na watoto wao kwenye hii hali ambayo imepita. Kuna watu hawajazika miili ya ndugu zao. Ukiangalia kwao alafu ukajiangalia wewe ambaye ulizika, ndio utajua kwamba Mungu ni Mungu wa mabadiliko pia. Ila isiwe kwako kwa jina la Yesu. Hebu jiangalie alafu muangalie Mungu ambaye amekutetea. Hebu jiangalie alafu muangalie Mungu. Kuna watu walikuja siku ile ya Alhamisi kwenye ibada, pamoja na mabomu, pamoja na vita, pamoja na misukosuko, pamoja na watu wamefungiwa, lakini kuna watu walikuja. Amen. Hebu niambie, hao watu Mungu atawaachaje? Na walikutana nao njiani, lakini kitu Mungu alifanya, wakapita. Waliobaki nyuma wakaunganishwa kwenye maandamano.
Huyo ndio Mungu tunayemtumaini. Amen. Tuamke tusilale. Haleluya. Amen. Tunamuona hata Sauli alilala usingizi. Sauli ameenda amemtafuta Daudi huko vichakani. Ni Samueli wa kwanza 26 nafikiri. Yes. Amemtafuta huko vichakani kwenye mapango, kamfuatilia. Alipomkosa Mungu, Biblia inasema alisababisha wale watu wote wanaomlinda Sauli, mpaka Sauli mwenyewe wake Abneri, wote wamelala usingizi. Ni usingizi wa aina gani? Sasa ndio ujue wakati umelala kuna wavizi yao. Naomba Mungu wavizi yao wasiwe kwetu kwa jina la Yesu. Amen. Amelala, ghafla Daudi anatokea, kwa sababu ni mtumishi mwenye kusudi la Mungu. Ili Sauli ajue ya kwamba yuko Mungu, ilimpasa Daudi aende mpaka alipo Sauli. Watu wamelala, mpaka walinzi wamelala. Fikiria, wanaomlinda mfalme sio mtu wa kawaida, lakini wote wamelala usingizi. Daudi akaenda akamnyanyua kichwa mfalme, akatoa lile fumo, akachukua lile gudulia, akaenda zake mlimani taratibu. Mwanaume wa watu mwenye Mungu akasimama juu. Biblia inasema akapiga kelele, akapiga kelele. Yes. Wale wakashtuka, kuna nini? Ndio hapo eti wakina Abneri ndio wanakomaa, wameshika sasa mikuki yao, mishale nini. Akasema, nyie tulieni, mimi niko hapa. Nilikuwa naweza kumzuru bwana wangu mfalme, lakini huyu ni mtumishi wa Mungu, huyu ni masihi wa Bwana. Siwezi kumzuru. Akasema, niko hapa. Sasa angalia wewe mfalme, hawa watu walinzi wako pamoja na wamekulinda, lakini angalia ili gudulia ni la nani? Mfalme anaangalia haoni. Haya, na ili fumo. Mfalme akashuka kwa Daudi akasema, Mungu wako ni zaidi ya Mungu wangu. Kuna wakati ufike watu wakakushangae, wakija nyumbani kwako wakutane na bahari, ndipo waseme hakika huyu Mungu wa Magdalena ni Mungu wa kweli. Ifike wakati unaenda hospitalini unaringa, unamwambia daktari, ni kweli uliniambia nina HIV, ni kweli uliniambia nina dalili za kansa, lakini nimekuja kupima sababu nimeenda kwa shujaa. Nimefika kwa mfalme wa mfalme, nikaeleza haja yangu, kwa sababu nilikuwa nimelala, sasa nimeamka tena. Alipoeleza kwa mfalme, mfalme akasema, wewe ni mwenye haki tu. Haleluya. Ifike wakati ushuke kwa Mungu mpaka Mungu mwenyewe ashangae. Yaani unaingia hospitali mpaka daktari anajiuliza, huyo ana imani gani? Unapima damu afu unakaa umeandika 4. Unaangalia wenzio pembeni walioenda nao kupima. Hafu unajisifu, unapita pale kidogo. Unamwambia Mungu, nimeamka, sitalala tena. Ukifanya tu hili, nitafanya hivi. Unakuwa kama Ana. Hakulala asubuhi. Alionekana hekaluni akimwomba Bwana. Akasema, Bwana, ukinipa mimi mtoto mume, ndipo huyo mtoto nitamtoa kwako akutumikie siku zote za maisha yake. Bwana akaangalia lile neno, Bwana akaangalia ile agano, Bwana akamkumbuka Ana, akalifungua tumbo. Ndivyo ukiamka unatakiwa uende kwa ushujaa, uende kwa nguvu zako hizo, uende kama mtu mmoja wa vita. Pambania nafasi yako. Ukuumbwa kuwa mgonjwa. Simamia neno. Simamia andiko. Mbona andiko huwa tena andiko huisha? Kama andiko linauisha, basi tunaweza kuisha kila kilichokufa kwetu. Haleluya. Unaenda unapima.
alafu umuone Mungu. Hallelujah. Jinsi atakutetea. Amen. Jinsi atakupigania. Jinsi atakavyoonekana kwako yeye ni mwamba. Alafu atajisifu. Atasema wow. Amen. Sijaona. Sijaona kama wewe Mungu mkuu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Waamuzi 16:19. Watu walilala. Yes. Ni wakati wa kuamka. Waamuzi 16. Unaweza ukalala wewe au ukalazwa. 16:19. Naye akamlaza usingizi magotini pake. Kisha akamwita mtu, akavinyoa vile vishungi 7 vya nywele za kichwa chake. Akaanza kumsumbua. Nguvu zake zikamtoka. Kisha akasema, Samsoni, Wafilisti wanakuja. Akaamka katika usingizi wake akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha, lakini hakujua ya kuwa Bwana amemwacha. Weka koma. Haleluya. Amen. Kumbe kuna wakati tunaweza tukajiona tunazo nguvu, mzee Kalinga. Kumbe Bwana alituacha. Unaweza ukaona bado unahubiri, lakini kumbe Bwana alikuacha. Unaweza ukaona kama bado biashara yako ipo, kumbe biashara ilishachukuliwa zamani. Haleluya. Amen. Kwa sababu huyu Samsoni, Biblia inasema alimpata huyu mwanamke kwenye bonde la Sora, Delila. Kumbe mwanamke yule, kusudi la kuingia kwa Samsoni sio kuwa mke, lakini alipretend kama mke. Je, kwenye maisha yako hijawahi kukutokea kitu kama hicho? Umechaguliwa kuwa mwenyekiti wa bodi uakti, lakini wewe sio mwenyekiti wa bodi. Haleluya. Amen. Inauma, alafu baadaye mwenyewe anarudi anachukua nafasi yake, afu unarudi kwenye nafasi yako. Si inauma? Kabisa. Sasa Samsoni amemuoa mwanamke mzuri, amempenda, amewekeza moyo wake, amewekeza mali zake, amewekeza kila kitu na akili zote, akijua ana mke. Kumbe mke yuko kwa ajili ya fedha. Naomba Mungu isiwe kwetu. Amen. Amen. Haleluya. Amina. Kwa ajili ya pesa. Mwanamke amenunuliwa kwa vipande 1,100 tu. Yuko tayari kumuuza mtu aliyegharimia maisha yake kwa ajili yake. Maana Samsoni alikuwa yuko tayari kupigana kwa ajili yake. Haleluya. Amen. Samsoni, Biblia inasema mwanamke alipotaka sasa kutimiza haki yake na kupokea pesa, akamlaza mapajani. Tunatakiwa tuwe macho unapokuwa na biashara. Dadaana, kuna watu wanakuja kama wafanyakazi wenzio, kama watu wa karibu na wewe, lakini nia yao ni kuharibu kile ulichonacho. Anaweza akaja pale mtumishi wa Mungu hardware, ukamkopesha akalipa vyema, lakini baadaye anakupindua, unamkopesha vitu vya hela nyingi zaidi. Utaidai hiyo hela, miaka inaenda, miaka inakatika. Haleluya. Amen. Wako watu wa staili hiyo, lakini leo lazima tuamke. Amen. Samsoni akalazwa. Lazima tuone hili katika kazi zetu, biashara zetu, maisha yetu, kwenye ndoa zetu, kwenye kila eneo linalokuzunguka. Usimwamini mtu. Mtu ni mtu. Anaweza kuwa kitu saa yoyote. Kama ndugu yako wa karibu, anaweza kukubadilikia. Sasa je, wa pembeni yako? Je, jirani yako? Uko hapa kanisani, hapa kanisani,
hapa tulipo kwenye huu uwepo wa Mungu, na Mungu yuko kwenye madhabahu, tunaye hapa, na wingu lake limetanda kwa kila mmoja hapa. Lakini anaweza akatokea mtu hapa akakwambia, lile kanisa bwana, hapa mimi nimesali zaidi ya mara 3 lakini sijaona chochote. Huyo amekuja, hakujui, humjui, anaanza kukuingizia kwamba sijaona chochote. Lakini wewe umeingia mara ya kwanza, umefili ule uwepo wa Mungu, umeona kabisa tangu unatoka nyumbani kwamba pale ndipo ambapo mahali haki zangu zilipo, pale nitapona, hapa kanisani. Alafu unamsikiliza eti wa jirani yako. Kweli yeye ndo aliyokuita? Yeye ndo aliyokuambia njoo? Lazima tuwe makini. Uliokaa naye mwambie, wewe hebu niache. Amina. Sikuja kwa ajili yako. Yes. Nimemfuata Mungu. Kama wewe hukumuona Mungu, mimi nimemuona Mungu. Kama wewe ukupokea uzima, mimi nimepokea uzima. Amen. Kama wewe ukupata hicho ulichokifuata, wewe ukuwa katika roho, bali mimi niko katika roho. Amina. Lazima nitapokea haki zangu. Lazima nitapokea ushindi wangu. Lazima. Acha kumwangalia jirani yako. Amelala huyo, amke. Haleluya. Amen. Tunaamshana. Kalazwa mapajani. Leo kuna watu wamelazwa saluni kwenye viti vya kulala. Ukishikwa kile kichwa na yule mdada, mikono laini, unasema huyu ndiye Yesu. Unajidai eti unanena, ghafla inapotelea huko usingizini. Unaamshwa, twende huku nikakuoshe kichwa. Unaenda unaoshwa kichwa, na kuambia utukufu wako unaondokaga pale. Unazani una Mungu, kumbe umempoteza Mungu. Ndio maana ashukuriwe Mungu wenye saluni moja. Kuna watu mpo hapa mna saluni peke yake, hamjichanganyi na masaluni. Unalazwa. Sasa unaonaje? Nabii wa Bwana huyo ameenda saluni, ameshikwa. Sijawahi kuona hiyo. Magdalena hajawahi kunifanyia. Twende huku baba, kuna massage 20,000 tu, na ana 500,000 mfukoni. Anasema hebu nikaone. Haleluya. Amen. Anaingia mle, anafanyiwa massage vizuri na mkono laini. Baba akitoka mwepesi. Kesho yake ataenda wiki ijayo, kwa sababu kuna mapaja haleluya, mmenielewa? Siku ya 3 anaambia kuna huduma nyingi hapa, service zote tunafanya. Ngoja nijaribu service zote, niingie na kwenye haya, huu moshi huku ndani wanauita nini ile? Stima. Baba wa watu, nabii wa Bwana akija hapa mkavu. Tumwombe Bwana tusaidie, hatalazwa mapajani kwa jina la Yesu. Maana tumemjua yeye, tumekuja kumwamsha, hataenda saluni za kichinga. Kwa sababu ashukuriwe Bwana kwanza anajinyoa mwenyewe. Pigie Bwana makofi ya shangwe. Amen. Yaani kuna vitu laini. Yes. Kuna mtumishi hapa nabii anacheka, Alvin namuona. Si mnaona kijana huyu? Kuna mapaja mahali anamsubiri ili achukue cha Mungu. Adui ni muongo, ni mwizi. Unaona kama ni kitu kizuri, lakini kumbe kinakupotezea vitu vyako vya maisha yako ya kesho. Ahadi za Mungu alizokuahidia zinapungua pale. Wakati amemlaza, Biblia inasema alinyoa kishungi kimoja baada ya kingine, na alipoamka usingizini akajua kweli bado nguvu zipo, kumbe zimeisha. Akasema Samsoni, Wafilisti hao. Biblia inasema akatoka usingizini,
Akasema, akajua nitaenda kama siku zote. Ghafla mwepesi anapigwa kama mtoto, anakatwa. Wewe waza sasa kile kipigo cha watu waliokutafuta, uliounguza mashamba yao kwa mbweha 300, uliowapiga ukamuua familia zao, ulipiga kwa taya watu 300 wakafa, ukachukua mavazi yao ukapeleka kule Sora. Unafikiri wale watu walisahau? Watu wanakulimbikizia, wanatafuta pa kukuangusha. Wakipapata pa kuangusha, ndio hapo wanatumia hiyo fursa. Delila aliposema tu Wafilisti, sasa nimemaliza, amenipa moyo wake wote. Haleluya. Amen. Kalazwa mapajani. Naomba Mungu isiwe kwako. Amina kubwa. Ni sawa wamekulaza mapajani, lakini kusudi la Mungu kwako ni lipi? Kama unalo kusudi, kuna kuinuka tena, japo atakuangusha, lakini Biblia inasema kuna kuinuka tena. Haijalishi wamechukua haki zako, lakini Bwana uliye naye anaweza kukuinua tena. Haijalishi wameharibu biashara, lakini kwa neno la leo ya kwamba tumekuja kukuamsha, utainuka tena, utajenga tena, utapanda tena, na utavuna tena, kwa sababu tumekuja kukuamsha. Haijalishi walikulaza, lakini leo Bwana anakuinua kwa upya. Maisha yako yakabadilike tena. Walishika afya yako, lakini leo Bwana anayo neno jipya. Anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote. Tena na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Tumekuja kukuamsha. Kama ulikuwa ni mwimbaji, rudi kwa Bwana, anza kuimba. Kama ulikuwa una sifa za Bwana, wewe ni mhubiri wa Bwana, endelea kuhubiri. Ulikuwa unaenda barabarani kuhubiri, sasa umekata tamaa, ni wakati wa kuamka. Rudi barabarani. Huko ndiko kuna neema, huko ndiko kwenye ushindi, huko ndiko Bwana aliko, ndiko ulikoitiwa huko. Wewe rudi tu. Kuna watu barabarani wanakusubiri, kuna watu wanalia njaa barabarani wanakusubiri, kuna watu wanatamani neno la faraja kule. Wewe endelea kuhubiri, endelea kushuhudia. Kuna watu mpo hapa, mna neema ya kushuhudia. Nenda kashuhudie, waeleze watu habari za ufalme. Yesu yuko, anaweza. Huduma yako ni kubwa sana. Endelea kuitendea haki hiyo huduma. Tembea na wanaotembea, kimbia na wanaokimbia. Fanya kazi ya Mungu kwa bidii. Sio lazima hubiri madhabahuni, lakini kuna sehemu Bwana amekuandalia kwa ajili ya ufalme wake. Amka wewe usinzie, piga kelele sasa. Sasa sauti yako usiache. Maana kuna watoto wengi barabarani anakusubiri. Na watoto wengi wanalia njaa, wanataka neno lako. Kuna watu wanatamani kukusikiliza. Ushuhuda ulioupata hapa, wapelekee kule, na wao waje wapokee hapa. Yako mafuta mahali hapa. Endelea kusubiri hapa. Hapa ndiko utakapoamka kwenye Mungu wako. Hapa ndiko kwenye uzima wako. Haijalishi unatoka mbali, lakini endelea kukaa, endelea kutulia, endelea kumwita Bwana. Haijalishi ni Jumanne, endelea kutii. Bwana yuko hapa. Neema ya Kristo ipo. Haleluya. Asante Bwana. Iko neema. Unalala. Kweli ni wakati wa kulala. Kweli. Kweli. Kijijini kwenu ni maskini. Tena maskini sana. Umelala. Tumekuja kukuamsha. Tunataka kufika huko ulipo. Tunataka tuende huko uliko. Tunataka tupeleke injili uliko. Atakayepeleka ni nani kama sio wewe? Haleluya. Lakini pamoja na kunyolewa nywele, wakasahau kwamba huyu ni mnadhiri wa Bwana.
lazima atimize kusudi la Bwana. Amen. Wakati mwingine tutazame kusudi la Bwana. Amina kubwa. Kwenye maisha yetu. Yes. Wako akina Joakim pale. Vijana. Yes. Saizi wangekuwa mahali. Saizi wangekuwa na rangaranga. Saizi wangekuwa natafuta maisha mengine. Lakini wako hapa. Hallelujah. Si kwamba hawana kazi. Si kwamba wamekosa cha kufanya. Wakati mwingine tunamwaza Adamu. Tunasema kwa nini tu huyu kijana haelewi? Sangeenda kupanga nyumba. Lakini mwangalie, kila siku kwake ni mpya. Yes. Kila siku anauishwa. Yes. Kila siku ana mabadiliko. Wewe unavyomuona hivi, mwangalie hivyo. Yes. Wewe utazeeka, watakufa, watazaliwa, yeye yuko hivyo. Amen. Lazima tumtazame Mungu. Amina kubwa. Tuamke kutoka tulipo. Yes. Kuna watu wengi wanatusubiri. Yes. Maisha yetu yenyewe yanatusubiri. Amen. Hallelujah. Amen. Mara nyingine hata Yesu mwenyewe, Biblia inasema aliwakuta wanafunzi wamelala. Wamelala 444. Yaani wako na Yesu. Kuna watu tuko nao hapa lakini wamelala. Ukimwangalia yuko macho lakini amelala. Muulize nilizungumza nini baadaye. Amelala. Haleluya. Yesu akasema, yaani hamkuweza kukesha walau saa moja. Yaani hiyo ni angalau. Angalau. Yona yuko baharini, misukosuko imetokea. Hivi kuna watu kumbe vitu vyao vilishapotea siku nyingi. Wao wanaona wako tu. Wana agizo la Bwana, pamoja na kwamba bado hajalifanya. Anaona kama Bwana bado yuko naye. Yona ameenda kulala chini. Wenzao wanahangaika, wanatupa mali, wanatupa vitu. Yeye amelala. Mpaka Naoza anamuuliza, wewe si kitu kwako sisi tuangamie hapa? Mbona umelala? Wewe ni nani? Hebu njoo huku. Wanampeleka, anajifuta matongotongo. Ndio ameamka. Yaani haoni ile dhoruba yote. Misukosuko ya familia. Yeye amerelax mjini. Ndio maana kuna watu matajiri leo wakifa wanaomba tu wanunuliwe makaburi huku. Maana ukienda kijijini kwao ni aibu kwa sifa walizonazo mjini. Naomba Mungu isiwe kwetu kwa jina la Yesu. Amen. Yona anaulizwa si kitu wewe. Umelala kabisa. Anasema ni kweli. Yote amewapata ni kwa ajili yangu. Kumbe wewe unasababisha familia yako ingie kwenye misukosuko kwa sababu yako. Watu wanateseka kwenye familia yako. Watu wanakufa kwa ajili yako. Wewe umelala usingizi. Hebu amka basi kwa ajili ya familia yako tena. Amen. Anza kuomba kwa ajili yao. Tuje tuvue zile nguvu, zile roho zinazotesa familia yako. Njoo. Haleluya. Amen. Njoo Jumanne, njoo Alhamisi. Utapata muda. Hata kuongea na baba ni muda mzuri sana. Lakini leo watu ni wengi, kila mtu anataka amuone. Utaongea naye kwa shida. Lakini ukija Jumanne, ukija Alhamisi, utampata vizuri. Usingizi wako utaondoka kwenye macho yako kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Yesu mwenyewe amelala kwenye chombo. Usingizi mzuri. Watu wanahangaika huko, chombo kinajaa maji, Yesu amelala tu. Si kwamba hatuoni, si kwamba hatuangalii. Anasababisha ili tujue yeye yupo na anaweza kufanya. Hebu mwambie jirani yako, yote tunayoyapitia. Yote tunayoyapitia. Hivi tuko wangapi hapa? Mwambie jirani yako, yes. Yote tunayoyapitia. Yote tunayoyapitia. Ni ili Yesu ajulikane yupo. Ajulikane yupo. Haleluya. Amen.
ugonjwa unaopitia ni Yesu ajulikane yupo. Amen. Maumivu uliopitia ni Yesu ajulikane yupo. Amina. Misukosuko ulionayo kwenye uchumi, kwenye ndoa, Yesu ajulikane yupo. Amen. Wewe anza kuamka sasa. Saa 8 usiku amka. Shuka mbele za Bwana kwenye uwepo wa Kristo Yesu. Mwambie Yesu, mweleze. Imba hata wimbo wa sifa. Mwambie Bwana, ni wewe peke yako. Ni wewe mwenye uweza wote. Ni wewe mwenye nguvu zote. Ni wewe mwenye mamlaka yote. Saa 8 za usiku anza kuimba pambio. Anza kumtukuza Mungu. Anza kutembea ukiwa ndani yako. Toka sitting room. Anza kumwabudu Bwana. Utajikuta unaamka. Miguu inaamka. Afya inaamka. Macho yanaamka. Macho yanafunguka. Unaanza kuona viungo vinalegea. Unaanza kuona sifa na kuabudu inaingia. Unaanza kuabudu. Unasema Mungu ni mmoja. Hatuna Mungu mwingine. Ni wewe tu wa kuabudiwa. Ni wewe tu wa kutukuzwa. Unaendelea kuzama mbele za Bwana. Ukiwa usiku wa saa 8 umeamka. Unayemtukuza ni Mungu. Hakuna yote anayekuhimiza. Hapo ndipo Mungu anaonekana. Amen. Haleluya. Amina. Wakati wa dhiki, wakati wa mateso, wakati wa mahangaiko, ndipo Yesu alipoenda Getsemane. Wakati watu wamelala, wakati watu wanamsikitikia mitume, yeye yuko mbele za Bwana. Wakati ndugu zako wanakucheka, wewe njoo mbele za Bwana. Wakati wanasema karibia unakata roho, wewe njoo mbele za Bwana. Wanaposema yule kaka yako aliyoko Uingereza hawezi kukusaidia chochote, wewe njoo mbele za Bwana. Utashangaa visa itakapotokea, yeye atakavyokuhangaikia. Mdogo wangu, uko najua unateseka, wacha nikutumie pesa, wacha nikutumie mradi, wacha nikutumie biashara. Ile kampuni niliyofungua, wewe ndio director, kwa sababu umejua kuamka. Amka. Amen. Haleluya. Amina. Wakati mzee Kalinga kuna wakati analia. Alipofika hapa, baba akamwambia, amka mzee Kalinga. Hapo ulipo sio fungu lako. Njoo mbele za Bwana. Lia mbele za Bwana. Njoo mtafute Bwana. Alipomtafuta mama Kalinga, nini kimetokea? Maisha yakabadilika. Uwepo ukabadilika. Amen. Kila kitu kikakimbia. Ule uzao uliokuwa unawanyemelea ukaondoka. Ghafla mzee Kalinga, kijana, mzee James, vipi mzee James? Njoo nipe hata 5 basi rafiki yangu. Haleluya. Amina. Si mnamuona? Mwendo umebadilika. Amen. Maisha yamebadilika. Kijana anang'aa kwa sababu ya mafuta ya madhabahu. Kwa sababu ya uwepo wa madhabahuni. Kuna kuinuka mpenzi. Tunakuhitaji. Amen. Mungu anakuhitaji. Amina. Usitoke hapa. Hapa ndiko utaamka. Amina kubwa. Familia yako iliyolala itaamka. Hatutalazwa mapajani. Tutaamka kwa Kristo. Kila wakati tutamsifu. Kila saa tutamwabudu. Wakati zote tutakaa mbele zake. Maana anasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Bidii ni wakati wote. Bidii ni saa zote. Bidii ni muda wote. Kwenye raha kuna bidii, kwenye shida kuna bidii. Bidii yoyote, ukiona umeanguka kiuchumi, ukiwa na bidii utasimama tena. Ukiona ukiwa na bidii kampuni yako inaanza kufilisika, ukaongeza bidii. Wenye makampuni kama dada Ana pale, waliona hii tuliokaa tu siku 3, walikuwa wanachanganyikiwa. Kuna watu wanafanya kazi kupitia kompyuta. Kuna watu wanafanya kazi kupitia network. Waza sasa wale. Afu waza, wanauza samaki, wanauza nyanya, wanauza viazi, wanauza vitu mbalimbali. Vyote viliharibika. Ni muda mchache sana, lakini uharibifu ulikuwa ni mkubwa sana.
Mwambie Bwana, isiwe tena kwetu. Bwana, isiwe tena. Tunaweza kubadilisha. Amen. Kama tutaamka. Yes. Simama kwa miguu yako.